Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwana kalam. Karibu tena katika kijiwe chetu cha mazungumzo juu ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika ulimwengu wetu. Kama ambavyo baadhi yenu mnafahamu, usiku wa jana Tehran hapakuwa na hali ya kawaida. Yes, kwa sababu Marekani alitupa makombora yake mengi sana, na kwa ambao mlijali wa kuona, mifumo ya ulinzi wa anga la Tehran ilikuwa on, ilikuwa imewashwa, na ilionekana makombora yale yakizuiliwa katika anga. Ni hali fulani ambayo pengine watu wengi hasa wa Marekani wasingeitarajia, kwa sababu tumekuwa tukisikia mara kadha Rais Donald Trump akisema we have decimated them. Yes, tumewamaliza, tumewapiga sana. Mifumo yao ya ulinzi, jeshi lao liko taban. Sasa kuona interceptors za Iran zikifanya kazi ya kuzuia makombora ya Marekani usiku wa jana, pengine ni kitu ambacho wengi mlikuwa hamtarajii. Yes, lakini kwa ambao ni wafuatiliaji wa mambo hawashangazwi na hili, kwa sababu kama ambavyo nimekuwa nikikueleza, Rais Donald Trump ni muongo. Yes. Ni muongo. Kwa hiyo akikuambia 15 chukua nusu, hata moja usichukue. Yes, si mtu mkweli, si mtu mkweli. Kuna bwana mmoja alikuwa anatania siku ya jana, ni mwandishi wa habari, anasema, bwana, nilimpigia simu Rais Donald Trump nikawa namlalamikia, namwambia, wewe unanitia chaka, unaniingiza chaka kila siku. Kila nikija kufuata habari katika nyumba yako, nikipeleka inarudi kuwa uongo. Wewe mtu gani ambaye huaminiki? Siji tena kuchukua habari kwako. Alikuwa anatania, lakini ni ukweli ulio wazi kwamba Rais Trump si mtu mkweli, ni muongo. Kwa hiyo chukua neno lake at your own risk. Yes. Kwa hiyo inaelezwa kwamba sababu hasa ya Marekani kuishambulia, kutupa makombora ambayo yalikuwa yakinaswa angani, na ile air defense system ya jeshi la ukombozi wa Iran, sababu hasa ilikuwa ni kile ambacho kilitokea jana, na tulikueleza kwamba meli mbili za maangamizi za Marekani zilipita pale, zilijaribu kupita Hormuz na zilishambuliwa vibaya, japokuwa vyombo vingi vya magharibi havikuwa na wepesi wa kutoa hii taarifa kama kawaida yao. Zilishambuliwa vibaya sana, na wao wakajibu mapigo. Inaelezwa kwamba zile small boats, boti ndogo za ulinzi pale katika Persian Gulf zilifanya balaa, zilisumbua sana. Yes, pamoja na mizinga, makombora ya Iran yalienda kazipiga vibaya zile meli za maangamizi, wenyewe wanaita American destroyers. Zilipigwa vibaya sana. Hiki hawakukipenda wa Marekani, wakajaribu kujibu mapigo, na baadaye usiku wakawa wametupa pia mabomu katika jiji la Tehran. Inasemekana pia wamepiga mabomu katika mji wa Bandar Abbas. Yes, lakini makombora yote ambayo yametupwa, almost yote tunaweza tukasema, katika jiji la Tehran yamezuiliwa na mifumo ya ulinzi wa anga anga la Iran. Yes, kwa hiyo
ni kitu interesting. Yes, kwa sisi tunafahamu kwamba Iran wako vizuri sana. Lakini wachache au wengi niseme wamekuwa wakiongopewa. Yes, lakini sasa nadhani mnaanza kujionea. Katika hali ya kuchekesha, Rais Trump amesema kwamba kile kilichofanyika Tehran pale, yale makombora ambayo wametupa Tehran, yeye anaita ni love tap. It was just a love tap. Ni mtu wa masara, yani ni mtu wa masara, hayuko serious hata kidogo. Unasemaje makombora, unatupa makombora katika jiji lenye watu wengi kiasi kile, alafu unasema unaita ni love tap. Kwa watu ambao wangependa kufahamu, love tap ina maana nyingi, lakini nikupe mbili. Love tap ni light physical touch, kwenye mabano unaweza ukasema affectionate. Ni a gentle playful hit or tap meant to show affection, like a soft nudge between friends or partners. So ni mguso usiokuwa na nguvu wa kimichezo, umeona, ambao lengo lake ni kuonyesha mapenzi kwa mwenzako. Yes, ambapo mara nyingi hutokea kati ya marafiki au marafiki wa kawaida au wapenzi. Hiyo ni maana moja ya love tap, umeona. Maana ya pili ni katika kwa watu wa lugha tunaita ni unaweza kuitafsiri kama ni figurative expression. Unaweza kuitafsiri kama, maana ya pili unaweza kuitafsiri kama figurative expression, au figurative meaning, umeona. Hii wakati mwingine huwa inamaanisha metaphorically kuelezea ukumbusho, umeona. Yani ukumbusho kwamba mtu anakukumbusha. Yes, katika lugha ya kifasihi love tap ni mguso mdogo wa kukumbusha, wa kumkumbusha mtu au wa kukikumbusha kitu kwamba hey, umeona. Yes, nadhani hii ndio maana aliyokuwa anamaanisha Trump. Nadhani katika lugha unaweza kuichukulia hivyo, lakini I'm sure Trump alikuwa anamaanisha ile maana ya kwanza ile nilokutajia. Ni mtu hayuko serious, yani ni mtu ana masara mengi, ana ujinga mwingi. I may put it that way. Kwa hiyo kama tulivyoona, Iran wako vizuri. Mifumo ya anga la Tehran ilikuwa iko active kweli kweli. Makombora yalikuwa yanazuiwa. Video zinaonyesha namna ambavyo unaweza kuona hapo namna ambavyo mabomu yalikuwa makombora ya Marekani yalivyokuwa yanakamatwa na zile interceptors za mifumo ya anga ya Iran. It was impressive kwa kweli. Iran anaonyesha his mighty, anaonyesha ukubwa wake, anaonyesha namna ambavyo anaweza kujibu mapigo katika namna zote. Kwa hiyo yes, narudia kile ambacho nimekuwa nikikwambia siku zote. Iran sasa ni super power. Yes, ana demonstrate ukubwa wake. So ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya masaa machache. Tukasema tukuhabarishe, ila nakukumbusha usiache kulike, kusubscribe na kucomment. Hili ni muhimu kwa sababu moja kubwa. Ukibonyeza like, ukicomment, maana yake unaiambia mifumo ya YouTube ipeleke huu ujumbe kwa watu wengine. Yes. Uongo umekuwa mwingi sana siku hizi. Yes.
tusaidiane kuhakikisha ukweli unasambaa, ili watu wapate maarifa. Kwa hiyo na wewe una mchango wako katika kuliwezesha hili, na wakati unafanya tia nia ili upate thawabu ya kwamba ukibonyeza like, ukicomment, ukiacha ujumbe, algorithm ya YouTube ina sense kwamba huu ujumbe tunatakiwa tu upeleke kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo ukipelekwa kwa watu wengi zaidi, faida inapatikana kwa watu wengi zaidi, na tunasaidiana kupunguza ujinga katika huu ulimwengu ambao umejaa viwanda vya kutengeneza uongo. Yes, siku hizi kuna viwanda vya kutengeneza uongo. Uongo unachakatwa. Watu wako busy kutengeneza uongo. Kwa hiyo sisi kama watu ambao tunautakia mema ulimwengu wetu, tuna kazi ya kuhakikisha tunasambaza ukweli. Yes. Sisi tunafanya tunachokifanya, na wewe pia unaweza kuplay part yako. Bonyeza like button, acha ujumbe wako, utuambie chochote ambacho unadhani ungetamani kutuambia. Tuko hapa, tutakujibu kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Hadi wakati mwingine, assalamu alaikum.